Vijana wako timamu kama ulivyozungumza mwanzo, timu yetu ilikuwa inakosa matokeo, lakini timu yetu ndani ya mechi 5 za mwisho zote tuliwini game 3, tumetoa moja, tumefungwa moja. Unaweza kuambia ni matokeo mazuri na tuko katika sehemu nzuri ya focus na game tulizokuwa nazo, na tegemea mambo makubwa kesho kwamba KVZ ataondoka moja kwa moja. Kwanza ni kutoa shaka, wanasema KVZ wanaelekea kwenye mbio za ubingwa, lakini piga au upanga pango wa mafunzo kwenye top 4 lazima ipo. Haki mafunzo ni timu kubwa na ninaiamini na nina imani wewe mpaka wanahabari mnaamini kwamba mafunzo ni timu kubwa, ina uwezo mkubwa. Wameo kwenye top 4 tupo na tunakwenda kucheza na mshindani wetu katupita at least ka point 9. Kwenye mechi 10 point 9 ni ndogo sana. Maana tukichukua zake bado 6 sisi tuko kwenye upande wake. Kwa hiyo nashukuru tumeanza mazoezi. Wamesema wameanza mazoezi mwezi 10. Sisi tumeanza mazoezi mwezi 20. Lakini na imani wachezaji wangu wako sawa. Na ukizingatia midfield wangu Daba, Shapo Wabega kisha rudi yuko sawa. Kwa hiyo tutegemee mambo. Programu kama ulivyozungumza, tulikwenda break mwezi mmoja. Kwa hiyo na sisi wenyewe tukashukuru kwa kazi kubwa walotufanyia ndani ya mechi 5. Wachezaji wetu wamekwenda mazoezi, wamepumzika vizuri, wamerudi wako sawa, kuanzia mwili mpaka kiakili, na shukuru je mambo makubwa. Kwanza tuna kisasi na tunaambia kisasi wako. Wale walitufunga goli 3 kwa moja. Kwa lazima kama timu tulipize kisasi chetu na tuwini game tuwe salama. Hilo na kutoa hofu mchezo wa kesho sisi tunarudi. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuondosha toka kipindi hicho mpaka kufikia leo. Ni kumshukuru Mungu alhamdulillah. Na cha pili kwa tunashukuru sana kwa uongozi wetu kujali na kuthamini ile kazi tuliyoonyesha na kutupa muda mrefu kwa kuweza kupumzika angalau mwili urudi katika hali yake, sababu tulitumika sana, tulijitolea kama mlivyosema, timu ilikuwa sehemu mbaya, watu walijitolea wakaamka kiakili tukaweza kufikisha timu nzuri alhamdulillah. Cha pili mpaka sasa hivi tunaendelea na mwenendo mzuri alhamdulillah. Mazoezi tunakuwa na morali, tunaamshwa na viongozi wetu kutupa hamasa, kututia moyo na kutokutuacha mkono. Kwa tunashukuru Mungu alhamdulillah, tunatarajia mazuri kama alivyotaka kutuaminisha. Kwanza kila mwalimu na mbinu zake na kila mwalimu na ufanisi wake. Kwa hiyo ilitokezea mwanzo ikawa ni kama beta kwa wapinzani wetu kuweza kutuini kutokana na kocha Adinu na kocha KVZ. Mbinu zao naweza kusema kama KVZ ilikuwa tiko juu, ndio maana alipopata mistake tulizofanya wakaanza kuzitumia, ila kwa mara hii tuna mbinu zetu mpya kwa sababu ni kiongozi wetu mpya na mwalimu wetu mpya. Kwa mengi tuliocheza mechi 5 tuliona mabadiliko mengi na tukaweza kupata pointi chini ya 6 nakumbuka. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana. Na wasitarajie kama ilivyokuwa mechi ya mwanzo na itakuwa ndio vile vile hapana. Watarajie mazuri tu kutokea kwetu. Na wasahau kilichotokea mwanzo. Kwanza ni watoe hofu washabiki wetu wa mafunzo na niwape moyo kwa sababu kama wachezaji tulikubaliana msemo wetu kwenye nia pana njia. Kwa hiyo wasikatike moyo wala wasivunjike tamaa, waendelee kuja. Tumeamka na tumeamshwa alhamdulillah, watarajie mazuri